Kwa nini hulazimishwe kwa kile unachokijua? Eti watu wa Mungu, unachokijua unaweza uje ukalazimishwa. Twende wa Galatia sura ya 5. Sura ya 5 wa Galatia. Tunasema kulazimishwa kufanya kile unachokijua, faida zake na hasara zake ni upungufu wa imani. Kulazimishwa. Leo wote naona mko vizuri, mnapendeza. Nikiulizwa nani leo asubuhi amelazimishwa kuvaa nguo, alitaka kuja hivyo hivyo akalazimishwa kuvaa nguo, ni nani? Yupo? Je, mtu akikuamsha asubuhi umelala, kila mtu kuna jinsi analala. Mwingine analala, amevaa nguo zote amelala, mwingine anavaa zile net dress zile, mwingine hivyo hivyo, kila mtu anajua anavolala. Chukulie mfano, wengi lazima unalala umevaa nguo zako umeweka pale ili angalau mwili nao upumue, si ndio jamani? Sasa uko nyumbani alafu unaifunga kama mechanic, hamna. Mwili wako unapumua. Sasa mtu anakupusha, anakuita kwa haraka. Njoo tokeni haraka njoo. Hivi ni nani anaweza akakupuka akajikuta ametoka nje alafu nasahau kama nilikuwa nimesahau kuvaa nguo narudi ndani? Yupo? Maana yake unapokurupushwa, cha kwanza ni kujua nguo yangu ililala wapi. Hiyo ndio ya kwanza pa. Umevaa, mwingine anaweza kaenda maishira akabali hata nje lakini ametoka nje na nguo. Huwezi kutoka hivi hivi. Labda kama ni mabomu yametokea au matetemeko. Mwaka fulani tulipata na tetemeko. Sasa mwaka nao na usahau. Nafikiri kama mnakumbuka, huko ilikuwa kidogo lakini kwetu ilikuwa zaidi. Tetemeko. Kuna watu walitoka nje mtu akiwa uchi, maana hiyo ni mauti. Hiyo ilikuwa ni mauti. Walio wengi walikuwa wanaoga muda ule, wako bafuni. Wengi walikupuka hivyo hivyo. Mtu anashika ameshatoka nje. Na uwezi kucheka kwa sababu mauti ni kitu kingine. Si ndio jamani? Mauti ni kitu kingine. Kwa hiyo ilikuwa ni shida nyingine. Lakini katika hali ya kawaida, kulazimishwa kufanya kile unachokijua kuna tatizo. Leo ukikuta mtu mzima, masaa tunayoelekea tayari tumbo linaanza kuongea. Ukikuta mida kama hiyo, hadanywa chai asubuhi, mchana bado analazimishwa kula chakula, tayari huyo mtu anapaswa aende kwa daktari, ana tatizo. Leo tumeokoka, lakini ndani ya wokovu tulio nao kuna tatizo kubwa linatokea katikati yetu nyakati tulizo nazo. Na hii inasikitisha sana kwa watu wa Mungu tuliookoka, tuliomjua Yesu kama Bwana Mwokozi wa maisha yetu. Leo nimekutana na wapendwa wengi sehemu mbalimbali tunazozunguka. Leo watu hawataki kufanya kile walichokiamini, ila wanataka kusukumwa na kulazimishwa kufanya kile walichokiamini. Sasa najiuliza, huyo mtu ameamini nini? Ameamini nini? Wagalatia sura ya 5 mstari wa 7 tasoma mpaka mstari wa 10. Biblia inasema, mlikuwa mkipiga mbio vizuri. Ni nani aliyewazuia msitii kweli? Kushawishi huku hakukutoka kwake yeye anayewaita ninyi. Chachu kidogo utachua donge zima. Nina matumaini kwenu katika Bwana ya kwamba hamtakuwa na nia ya namna nyingine, lakini yeye anayewafadhaisha atachukua hukumu yake awaye yote. Bwana Yesu asifiwe. Kanisa la Galatia ni kanisa ambalo lilishuhudia mambo mengi, mambo makuu ya Mungu. Likamwona Yesu, Paulo akiwahubiri habari njema, wakaona matendo makuu ya Mungu. Lakini nini kilitokea? Mtume Paulo alipokuwa ananyanyua miguu kutoka eneo kwenda eneo jingine, wako Wayahudi walikuwa wanafika eneo lile na kuanza kuwafadhaisha na kuhubiri na kuyangoa yale mapanda ambayo Paulo amepanda. Matokeo yake Paulo anakuja kurudi, anakuta wale watu walishabadilika, walishageuka. Hawasimami tena katika ile imani ambayo Paulo aliwaachia. Na Paulo alifika mahali pa kuongea maneno mazito. Ndio maana akasema kuna watu ambao wanawafadhaisha, wanawafanya mnyongonyee. Na hii imekuwa ni tatizo ya watu wengi. Jina la Bwana libarikiwe. Sikiliza watu wa Mungu. Hapa mlipo. Yawezekana umeokokea hapa au kuna mahali umeokoka lakini umekuwa mahali hapa. Kanisa ni kama familia. Au ni familia ya Kristo lakini kama familia mahali pamoja. Kanisa lolote
lina utaratibu wake, lina mwenendo wake, na zaidi Mungu alichokiweka kwa mchungaji huyu sio alichokiweka kwangu mimi. Alichokiweka kwangu mimi sio alichokiweka kwa huyu. Atakachokiweka kwa huyu sio atakachokiweka kwa yule. Ndio maana Biblia inasema kila mtu ajue jinsi alivyopokea na jinsi anavyotembea. Leo tunapokwenda kuchanganya mambo yanaenda kutuchanganya. Tuko pamoja? Leo kuna mitandao mingi inahubiri. Leo kuna makanisa mengi yanahubiri. Kila mtu anahubiri vya kwake. Na mimi huwasipendi kukaa kuongelea habari ya watu wengine. Mimi naongea ya kwangu na Biblia inasema nini. Jina la Bwana libarikiwe. Leo kuna imani nyingi ambazo zimeinuka, zimezuka. Na ndio maana watu walio wengi, sio unaona mko hapa, mwingine anaweza anasali hapa, anatoka hapa na anasalia sehemu nyingine, akitoka pale atasali sehemu nyingine, alafu anasema mimi niko huru, sifungwi na nini? Na kanisa lolote au na imani yoyote. Nasema hivi, huo ni upungufu wa imani na ni kupotea. Ukisoma katika ile makanisa 7 yalikuwa katika kitabu cha Ufunuo, utaona kila kanisa Yesu aliongea nalo kwa namna yake ya tofauti. Na kila kanisa lilikuwa na imani yake tofauti. Kila kanisa linajua ni jinsi gani litembea na Mungu. Mungu anapoweka kituo mahala, anajua hawa watu na yule niliyemweka watatembea kwa staili ninayotaka mimi. Kuna staili ambayo wewe Mungu hajakupa, na ukitembea nayo inakwenda kukumaliza, lakini wanaotembea nayo haijawaua. Sio, unanielewa hiyo sentence? Kuna watu ambao bado Mungu anawakubali, lakini ile namna wanayotembea nayo ni tofauti na wanavyotembea nao. Leo tunapojifunza maandiko hata kwenye Biblia, sasa leo watu hawataka kusoma Biblia. Shetani alichokifanya, amewaepesha watu na Biblia hii. Kama upo unasoma Biblia, niseme Mungu akubariki sana. Na sio kusoma tu mstari mmoja. Yaani wewe unakaza kujifunza. Unasoma Biblia, unajifunza kuwa na wakati mzuri na Mungu, kujifunza hata Biblia. Niseme Mungu akubariki. Lakini walio wengi hata hapa, yawezekana wako wengi hawana hata Biblia. Na kwa sababu tunazungushwa na upepo tu. Tunazungushwa, na ndio maana tunafika mara. Mfano, kanisa la mahali hapa nimekuta kuna na michango inaendelea na lakini kuna makanisa yanasema sisi hatuna michango. Kwetu michango wa nini? Hamna. Na kanisa mmoja liliwahi kutokea hata huku kwetu. Sadaka unamtolea nani? Yesu alishajitoa sadaka. Yesu ndiye sadaka. Sadaka unamtolea nani? Sisi kwetu hakuna vya sadaka, hakuna vya nini, na watu wengine wanahamia kule, lakini baadaye siji inatokea nini? Bwana Yesu asifiwe sana. Kwani nikuulize, sadaka unampa nani? Sadaka unamtolea nani? Unamtolea? Je, akija mtu anasema hakuna haja kutoa sadaka, unamuelewaje? Lakini kwa sababu pesa ni ngumu na pesa ni roho. Mimi wanaita ni roho ya pili, ni roho ya pili. Ambayo ukigusa umemgusa mtu. Leo akitokea mtu anasema hakuna vya sadaka, watu watachangia, wasema hapa Mungu huyu ndiye Mungu ameonekana. Jina la Bwana libarikiwe. Haleluya. Lakini mimi nasema hivi, ni eli nimtolee. Paulo akasema ni eli kupokea, ni eli kutoa kuliko kupokea. Mimi nikishajifunza hilo, sisubiri mtu aje aniambie. Nikishindwa kutoa ni mimi, na kwa nitabaki nasoneka kwamba sijapata kitu cha kutoa, lakini kiwacho nitatoa kwa sababu ninaelewa nini maana ya kufanya nini? Nini maana ya kutoa? Sisubiri mtu aniambie, subiri mtu aniradhimishe, kwa sababu ninaelewa faida yake ni nini, maana yake nini, naelewa. Tuko pamoja. Nakutana na mtu mmoja kwetu huko. Alikuwa anatafuta makanisa, anatafuta watu. Akasema sisi hakuna haja kuchangisha michango yetu kujenga. Sisi tukiomba tu Mungu jengo linashuka. Tayari watu wanaanza kuabudu. Na watu wakamkubali. Watu wanatembea naye, lakini baada ya muda nisikia anaanza michango. Sasa haya majengo yanakaaga mbinguni haya. Wao hasiojua mbinguni kuna udongo. Wao kama unjifunza Biblia umeelewa. Biblia inasema Mungu akaumba. Alichokiumba cha kwanza ni nini? Maana sema Mungu wa pale mwanzo ilikuwa ni maji yameshikamana toka juu mpaka chini. Anasema Mungu akatenganisha maji. Baada ya kutenganisha maji akabaki ya juu na chini. Lakini katika ile ya chini, hapo Mungu akasema na iwe nchi kavu. Nchi kavu ikatoka ikawa nchi kavu. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa nchi kavu iko mbinguni tena. Kwa asiyejua anakubaliana na hilo. Anayejua anasema huu ni upuuzi, sitaki. Jina la Bwana libarikiwe. Kile ninachokijua, mimi ninaelewa kwenda kumwabudu Mungu ni wajibu wangu. Sisubiri mtu aje aniambie au anisukume. Kumwabudu Mungu ni wajibu wangu mimi. Kwa nini mimi nisukumwe? Kwa nini wewe usukumwe? Kwa nini ufuatiliwe kwenda kumwabudu Mungu wakati unajua?
Kwani kumwabudu Mungu unaongeza nini kwa mchungaji au kwa wazee kanisa au viongozi yoyote? Unaongeza nini? Kuja kwako au kutokuja kwako hakujapunguza chochote wala kuongeza chochote. Ila tunakusaidia wewe, kwa sababu saa nyingine hujajua fumo za shetani, ili umuelewe Mungu na umuelewe shetani, alafu baadaye uchukue hatua. Mwenye kutaka kuchukua hatua ni wewe. Haleluya. Unajua leo watu wanataka walazimishwe, ndio maana watu wengine wakatafuta mifumo ya kibinadamu ambayo hawataki wasumbuliwe. Lakini sisi tunapoongelea mambo ya rohoni, watu inakuwa ni magumu na watu wakuwa wapendi. Hapa ningelikuwa ninasema pokea, pokea magari, watu hakuna naye sinzia hapa. Sasa unataka Prado. Mimi nayekwambia pokea gari, sina gari, hapo nakwambia pokea gari nao unashangilia. Sasa hujakuwa na akili. Sasa hao ndio watu tulionao leo. Ni kwa sababu hata nikisoma Biblia, mimi hata hivi ya bure sipendi. Nataka nitoe jasho langu nikijua kuna faida. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Huko kwetu kuna chuo kimoja kilitokea na walikuwa ni jambo jema, siwezi kusema ni baya. Wanasoma pale, baadaye wale ambao wajenga wanakuwa wanajengea makanisa, lakini kuna masharti madogo wanawapa. Kwa vitambaa kama hivi hawavitaki, kusema toeni vitambaa hivi. Maana kule kwao unakotoka hivi ni wanasema ni vya waganga wa kienyeji, nakwambia toa. Sasa unakuja kunisaidia alafu unanivunjia utaratibu wangu. Wanaojenga makanisa, mimi nikasema hapana. Mimi hao wanaojenga makanisa, baraka ni za kwao, sio za kwetu. Siwezi nikazidiwa hata na wadudu wanajengawa na nani? Siwezi nikazidiwa na ndege. Nasema tutajenga sisi wenyewe, na tumekuwa tunajenga sisi wenyewe. Haleluya. Kwa sababu mimi nazitaka baraka za Mungu. Okay, sina maana ya kwamba mtu akija kuleta msaada na kataa, lakini sio mimi nifuate msaada utanifuata. Biblia inasema baraka za Mungu zinatufuata, sisi hatuzifuati. Baraka zinatufuata. Ninapojitoa kwa Mungu, Mungu anajitoa kwangu. Ninajua ninapomtolea Mungu na Mungu anatoa kwangu kwa namna moja au nyingine. Jina la Bwana libarikiwe. Mungu awabariki mnaoendelea kujitoa. Sina maana ya kufundisha habari ya kutoa. Mimi nakupa mfano kwamba kufanya kile unachokijua ni faida yako kubwa, na kushindwa kufanya kile unachokijua ni hasara yako. Haleluya. Haleluya. Basi kwa naongea nao jamaa kusema mimi hapana. Yule mchungaji ni rafiki yangu. Sisi wenyewe tumemlea, tumekuwa naye. Lakini sasa hata ningeenda pale kusema na mimi moja mbili tatu, akasema hapana. Mimi hapa. Na sisi tuna utaratibu wetu. Tunajua namna tunafanya na tunafanya nini, tunajenga. Hata tukifungua matawi tunajenga sisi wenyewe kwa nguvu zetu, na tumeshajenga. Makanisa mengi tumeshajenga. Kwa nini? Kwa sababu tunajua ninapofanya hivi tayari Bwana anafanya kwangu. Na ndio maana wakati mwingine unakuwa na uhakika, hakuna haja ya kujiogopa. Hata ungelikuwa unatembea sehemu yoyote, unajua mimi nishampa Bwana, cha kwangu kipo. Haleluya. Ukimjua Mungu, ukimwelewa Mungu anataka nijua maisha yako na ukafuata ile kanuni ya kimungu, Mungu hawezi kutupungukia, hajawahi kutupungukia wala hawezi kutuacha. Ukiona mambo hayaendi, jiulize wewe mwenyewe kuna wapi umekosea, au kama ni Mungu amekuachia hilo pito, basi kazana nalo, ukisha lipita usione baraka za Bwana. Tukimbizana na baraka isiyo ya kwako, hiyo ndio tamaa. Hiyo ndio tamaa. Kisikia mwamposa amekuja na unakimbia ili upate upako, alafu tayari ukishapata upako mambo yaweze kufanya nini? Yaweze kwenda. Yuko jamaa mmoja akasema mambo ya huduma yamenishinda. Nimepambana miaka 8 sijaona matokeo. Mimi naenda huko nipate ka upako, alafu mambo yafanye nini? Yaende. Sasa nikajiuliza, hivi Yesu wako wangapi? Kuna Yesu wa upako na Yesu asiye wa upako. Kuna Yesu wangapi? Jamani, Yesu ni yule. Haleluya. Yesu ni yule. Yesu mnayemwabudu hapa ndio Yesu wa kweli. Ila unaweza kusema kama ni Yesu wa kweli, mbona hivi sina? Hivi vitu. Kwanza hata mimi niliwahi kujiuliza, hivi Mungu, mimi nimekuamini, ninaomba, ninapambana, mbona mmoja sijaona 1 2 3? Lakini majibu ya Mungu yanakuja aje? Anasema, nyinyi mnavyoona ninyi binadamu na mimi ninavyoona ni vitu viwili tofauti. Mbona wewe ni tajiri? Sasa nikuulize swali wewe. Unaonaje huwa na magari na majumba makubwa lakini una amani? Na huyu hawa na amani, ana vya majumba lakini ana amani wakati wote yuko ana furaha. Una habari hao watu mnaona ni matajiri kwamba wana shida nyingi kuliko wewe unavyofikiria? Una habari?
Sawa, ukiona amepanda kisha gari ni vizuri, na mimi naomba Mungu akupe gari uendeshe, lakini kwa nguvu zako, sio kwa zile. Mungu akupe uendeshe, si ndio? Mambo yawe mazuri, si ndio? Lakini uendeshe na uwe na amani. Lakini wako hao hawana amani. Usione yuko kwenye gari hana amani. Wako wengi hawana amani, wana mateso mengi. Ndio maana tunasema bila Yesu hakuna faida. Ila ukiwa na amani na ukawa navyo, kwa kweli wewe katika dunia hii namba 1. Haleluya. Maana yake uko kwa vizuri katika mwili na katika roho. Lakini kinachoanza ni katika roho. Huwezi kuwa huku kwa mwili utakutesa. Lakini katika roho ukiwa vizuri na katika mwili ukiwa vizuri, nataka unikwambie wewe ni namba 1 katika dunia hii. Kwa sababu una shida. Leo nimeona wengi, hata wamama nilikuwa nawaambia, hivi leo inatokea nini? Leo mtu alikuwa na shida, anaanza kuwa angalau na hizi mbili za kwamba sitalala njaa, sitashinda njaa, mara pressure, mara kisukari, uweze kuna tena chumvi. Sasa mimi niko napambana na chumvi ipatikaneje? Leo nimeweza kupata pesa chumvi ipatikane, leo tena kuna pressure na kuna kisukari. Unaona shida ninachokifanya. Lakini kagundua, jamani waombaji, kama mnaomba muombe. Usije ukafikiri hiyo pressure ni ugonjwa kama ugonjwa unaofikiria. Ugonjwa wa pressure najua upo, kisukari najua ipo, lakini sio ile unayofikiria leo. Shetani amepandikiza hivi vitu ili watu kuondoa katika ile amani. Nilimwambia mama mmoja kule kanisani, hakunielewa. Akasema nenda kapime. Akasema niambia nina pressure. Nikasema nikwambia omba sana. Hii sio pressure, hii ni pandikizi. Shetani ameona umepambana na watoto. Leo watoto wameanza kuleta 1 2 3 ili na wewe uneemeke eti pressure. Maana usiendelee kula vizuri, uende kukaa katika shida. Kataa. Kwani alipopima akamwambia nini? Ni pressure. Akasema mchungaji, siwezi nikakubali. Akasema ingia kwenye maombi. Mpaka leo hatujui pressure ilishia wapi. Unaona shetani anachofanya ili akuondoe katika amani. Na hicho ndicho kinachotesa walio wengi. Lakini tunasema ukimjua Yesu, ukamwelewa vizuri, ukasema haiwezekani, ninasema mpingeni shetani naye atawakimbia. Hii haitakiwi mpaka mchungaji aje aseme sana. Wewe mwenye ujue kwamba imeandikwa mpingeni shetani naye atawakimbia. Mungu, nimeishi kwenye shida. Mwambie Mungu. Mwendee Mungu mwenyewe. Bwana, nimeishi kwenye shida. Shida yangu umejua, nimepambana na watoto ndio wamesoma, ndio asiyo mfanya kazi, nimepanda biashara nilikuwa sifanikiwa, leo nimefanikiwa. Nilikuwa siwezi kula. Mueleze. Anasema njoo tuojiane, eleza mambo yako uweze kupewa haki yako. Ikiwezekana andiko sio kasaa, musomee risala, mwambie Mungu. Kwani Isaya kufanya hivyo? Mwambie. Tena ikiwezekana tarehe fulani wakati fulani, Bwana niliishi hivi. Angalia hapa sikuwa, nililala njaa, nilifanya 1 2 3. Sasa Mungu, leo tayari umenifungulia mlango, neema imetoka. Hii pressure inanizuia nisile, sitakunywa chai ya sukari, sitakula sio nyama nzuri, achomvi hamna, sio kitu hamna. Sasa ninaishije mimi? Bwana, imeandikwa mpinga shetani naye ataongea. Kwanza leo nakataa mambo, na yakataa, naomba Mungu nisimamie. Nakataa, simama katika imani, alafu uone hii pressure kama ipo. Mungu tuliyemwamini, tunaposhinda kumwamini, lakini katika hayo jiulize, huko nyuma unafanya nini? Unatembea sawa na Mungu anavyotaka? Unafanya sawa na vile Mungu anavyotaka, au ni mtu wa kusukumwa kama gari bovu? Leo akukumbushe wewe, jamani tunakuwa na mambo kuona kama mambo unajua, yani unarembesha na sauti kana kwamba ni sawa sawa bila kujua kwamba maana usipoomba, kwani unapoomba ni faida ya nani? Nimesikia unasema kuomba. Kuomba ni faida ya nani? Mchungaji ameweka kukusaidia, kukuhimiza kwa kile kitakachokusaidia wewe. Ukikataa yeye hana kesi, amesha nao mikono kama Pilato. Ukikataa hana kesi, lakini sio kinachokutokea kesho. Maana mchungaji nilikuwa naambia pale kanisani kwetu. Namshukuru Mungu, mchungaji nilimuomba sana, akafika mpaka nyumbani, amefika sasa anapafahamu. Anapaelewa vizuri. Hata kanisani amefika anapafahamu vizuri. Bwana Yesu asifiwe sana. Nikawa naambia kwamba ninapokuambia nenda ukaombe, usipoomba mimi sijapungukiwa na chochote, ila mimi kazi yangu nimemaliza ya kukusaidia, kwa sababu mimi ninajua nini maana ya maombi, faida ya maombi ni nini. Nimewekwa mbele yako kwa ajili ya kukusaidia. Sasa kukusaidia sio kukubeba, sio ni kukusaidia, kukuelekeza njia, lakini mwenye kuifuata ni wewe. Wakati tunakuja hivi, nilikuwa nimesha sawa, tukao tumepotea hivi. Kumbe Bwana, hivi njia kwenda sehemu fulani, akasema twende. Akatuleta mpaka pale. Lakini akatuleta kafika, yeye akaondoka karudi. Akituonyesha njia. Maana kisha tuonyesha njia, wenye kufuata risiti. Kwa hiyo tungemwezesha bodaboda, na wewe usiondoke, twende. Kwani yeye ana shida gani ya kuja huko?
Yeye kazi yake ilikuwa ni kutuonyesha njia. Njia ni hii. Wenye kuifuata ni sisi. Wewe mwenye kufuata njia ni wewe. Usipoifuata itakuwa ni hasara yako. Kuna kipindi watu kama hao walinichanganya. Unamwambia hivyo nafanya hivi. Kwa hiyo nikamwambia, nikasimama kama Yoshua alivyosimama. Nikasema jamani, mlinikuta mtaniacha na mtarudi mtanikuta. Mimi sitoki, sibanduki. Maana kuna watu wengine yakishirikana anaondoka. Akielekea mtaa hapo anarudi. Anaondoka ananiacha, anarudi ananikuta. Umekuja umenikuta, utaondoka utaniacha, utarudi utanikuta. Mimi nasonga wapi? Mbele. Na msimamo wangu ni ule ule. Simama na Yesu akusaidie katika maisha yako. Haleluya. Watu wanataka urahisi. Kwa urahisi kwa Mungu havipo. Yesu mwenyewe alitamka, asema tangu ubatizo wa Yohana Mbatizaji hata leo ufalme wa mbinguni unapatikana kwa nguvu. Na wenye nguvu ndio watakao upiteka. Kuuteka sio kupata, watakao uteka. Ufalme tutakao uteka kwa nguvu. Sasa hii nataka urahisi. Hayo mambo tulikuwa tunaimba ni tambalale. Kwa hiyo ilikuwa ni kuwavuta wale waje ili wakishafika waje wakute milima. Sasa mtu unamuita, hata nyinyi mlioolewa, si ulichumbiwaga hivi, unajua wewe nakupenda sana, nitakwenda kubeba hata kupeleka chooni, nitakwenda kubeba tu. Na ukasema ni kweli. Sasa baada ya kufika tena mijelini inatoka wapi? Sasa bora uliniambia sasa nitakwenda kubeba, toka hapa bila kudanganya hivi ungelikuja. Sasa tunaimba vinyimbo vizuri wanakuja kisha mbona hili unasema wewe pambana tuomba. Kuna anakufunga. Nenda ukamshuhudia mtu njoo uokoke, lakini kuna anakufunga. Uone kama atakuja. Unamwambia kuna anakufunga atakuja? Mwingine ndio maana hata mtu tunaanza kuwasaidia taratibu, maombi ya muda mfupi tunaenda nao mpaka anazoea. Lakini ukimkurupusha akiondoka arudi anasema nyinyi mnataka kuniua. Akiondoka arudi. Lakini huko mmeshamwimbia kwa Yesu ni tambarare. Sasa akiuliza swali unamjibuje? Niambia kwa Yesu ni tambarare. Mbona na hii tena? Sema usiwe moyo. Yaani unalegeza unamwambia hapa huku ni mazuri. Unajua tunapokutana na shetani tunafanya hivi ili tumbomoe. Yaani unaanza kumsaidia taratibu. Ndio maana kuna mafundisho ya wachanga. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Sasa unapomvuta unamvuta, lakini akishafika nakuta kumbe mambo yalikuwa sio hivyo ulivyoniambia. Lakini ndio hivyo. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa Mtume Paulo akawaambia kwamba chachu kidogo chachua donge zima. Kuna watu ambao hawaipendi kweli. Kuna watu ambao wanaona kwenda kanisani, wengine walishagaanguka wakakaa nje miaka nini, wengine wakarudi, wengine anakwenda kanisani kwa sababu amevutwa na fulani, mwingine. Tuna matabaka mengi ndani ya kanisa, lakini nasema simama kwa miguu wako ukifuata neno la Mungu. Neno linalotoka madhabahuni ni kwa msaada wako, sio kwa mwingine. Mimi mara nyingi wanasema hapo unapokwenda kanisani, hata mambo ya kumpitia zumu fulani twende kanisani, anapajua we piga hatua 1 2 3 uje kanisani. Tukagundua wengine wanaangushana. Anampitia mwenzake anatenda kanisani. Mimi leo naona sitaenda na nguo nyingi na phone. Sasa tena mimi nilikuwa na nguo. Au basi tutaenda Ijumaa ijayo bwana. Tayari na huyu haji. Lakini kilichosababisha nini? Kumpitia rafiki. Anampitia rafiki naye ni mbovu, naye anakuwa mbovu. Chukua tu, si unajua mimi najua nimeshatangaziwa, nimesikia Jumatano niwasikie mafundisho. Ninatoka nyumbani kwenda kanisani, mengine ya nini tukutana huko mbele ya kanisa. Tumefika hapo tumemwabudu Mungu. Sasa wakati natoka najua nani hakuja hapo nimpitie. Halo rafiki yangu, mbona ukuja leo? Ilikuwa na ikarudi. Haya tutamaliza kukumbilia safari. Simama kwa miguu yako, Mungu akusaidie. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Kuanza kulazimishwa kwa kile unachokijua ni matatizo makubwa katika maisha yako. Ili Mungu wako akusaidie, fanya kama vile ulivyosikia. Na imani yako haiwezi kukua kupita utii wako. Imani yako haiwezi kukua kupita utii wako. Imani yako itakuwa kutokana na utii wako. Kulingana na jinsi unavyojitoa kwa Mungu, jinsi unavyojibirisha. Wewe ni mtu wa kuomba, wewe ni mtu wa hivi. Sasa tunashindwa kule. Danieli alimuomba Mungu kila siku mara ngapi? 3. Utaenda wakati wale Agano la Kale. Lakini kwenye Agano Jipya hao unasema kila siku walizunguka nyumba kwa nyumba ukimega mikate, ukimtukuza Mungu, ukimwabudu Mungu. Sasa sisi leo nimesikia hapa siku zimekuwa nyingi hapa. Wamama sijui Jumaa ngapi, Jumatatu, vijana Jumanne, Jumatano ya wote, kasoro Alhamisi, Ijumaa tunarudi hapa na Jumapili. Sasa mwingine anasema siku zote hizi siji. Utamke kwa kinywa lakini huku ndani anatamka siji. Kwani wewe hujasema? Dhamiri yako hajasema hivi kwamba siji. Si tutakuona hapa?
Hizo ni siku tu, yani siku kwa masaa, lakini hawa ni kila siku ya Mungu. Swali ngapi? 5. Saa 11 walishafika. Sisi tukianza saa 11 nimesikia saa 12. Sio saa 12 ni wangapi wataanza kuja hapa? Saa 12. Wenzetu saa 11 wanaamshana tena wanaambizana maneno ya kutiana moyo na mambo makali kidogo. Swali kabla hujaswaliwa. Swali kabla hujaswaliwa. Usisubiri umeisha kufa unakuja kuswalia hapa. Swali kabla hujaswaliwa. Lakini hao wanaoamka muda huo, faida ni ya nani? Ni ya kwao. Wao kiamka, faida ni ya kwako. Usipoamka, faida hasara ni ya kwako. Leo kifa tutasikitika kidogo, lakini baadaye tutaimba parapanda, baadaye tunasema wali uko wapi? Wali, unanipa wali mkavu na maji yako wapi? Tutakula tutakunywa. Tumemsikiliza ndugu yetu, parapanda tumelia, parapanda litalia. Alafu hakuna anayelia, wote wanacheka. Parapanda, ni wale watu wanakwenda kumzika mtu wanalia. Yaani hujajua kama kufa ni dini. Yaani ngoja nikwambie. Yaani kufa, unaona kama ni hivi, kama ni hivi. Wewe hata ukifa hakuna naye kuhurumia, hayupo. Ili watu wengine wajalielewa. Ukifa kimwili hakuna naye kuhurumia. Au mwingine anaona atahurumiwa. Nani atakaye kuhurumia? Anayeuza jeneza anaomba Mungu nibariki, nisaidie. Amsaidie kupitia wapi? Sikupitia wewe. Sasa haja kusikitika kwamba unaenda kununua jeneza amekufa. Na anaanza kulia. Anasema poleni sana. Huko ndani anasema jina la Bwana libarikiwe. Mdomoni anasema poleni sana. Moyoni anasema jina la Bwana imetoka. Anayeuza sana naye asikitike. Anayeuza mchele naye asikitike. Sasa usipokufa mchele ukatoka, yeye atakula wapi? Usije ukafikiri wao ukifa kuna watu watasikitika. Watasikitika ni wachache, labda familia yako. Na penye kama ulikuwa na watezo unasema afadhali. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Yaani kama umefundishwa, umeelewa nini cha kufanya, baadaye kuchukua hatua. Mwingine anataka kubembelezwa, anasema mchungaji mimi kwangu huwa haji, mchungaji mimi sijamuona, siji kama hakuna upendo. Yaani mchungaji kwani ana mbingu? Wewe kwako umeenda mara ngapi? Kwani ana mbingu? Mchungaji hana mbingu, mwenye mbingu ni mmoja tu. Yeye amepewa dhamana ya kukusaidia, kukuongoza usione mbingu. Yeye hana mbingu, ndio maana hata yeye anasema sadaka, anatoa sadaka, mafungu ya 10 anatoa, kila kitu kazi anategemeza anafanya. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa unasikia mchungaji anasema wengine hawakusali kwa sababu wanasema kuna kutegemeza. Sasa kutegemeza kwani unamsaidia nani? Wewe usipotegemeza kwani hataishi, hata kula? Mimi nimechunga kanisa, wakati naanza huduma, miaka 10 ikiwa na watoto wanafunzi. Kwani kwa nakula nini? Nikiwa na watoto. Lakini nahubiri watu wazima wanakuja watoto. Sasa nifanyeje? Niwafukuze? Ninaanza kufundisha hao. Toto. Nilikuwa na watoto wengi. Kanisa langu la kwanza na picha nimekwenda kama kumbukumbu. Walikuwa 65. Nawafundisha hao. Lakini namshukuru katika hao wako mama wachungaji leo. Wako watumishi wa Mungu, japokuwa kundi kubwa lirudi nyuma wasindikizaji. Unajua wasindikizaji wanakuwa wengi kuliko wenye harusi wenyewe, si ndio? Maana harusi inakuwa na watu wawili, lakini wasindikizaji nimesikia hapa kuna harusi itakuwa na watu kama 200. Lakini bwana harusi na bibi harusi wako wangapi? Na mimi Mungu akanisaidia tukachomoa hao. Leo tunao wanamtumikia Mungu. Mwingine yuko hapa Buhongwa ni mama askofu, nafikiri unamfahamu. Bishop anaitwa nani mchungaji? Jackson. Mchungaji Jackson ni mweupe. Mke wake ni binti yangu ambaye nimemkiwa hivi. Unaona? Leo ni mama bishop, wako na wengine wengi ambao Mungu amewasaidia. Sasa kama tungeliangalia kwamba hawajategemeza, sasa ungelitegemeza ni karama au daftari na wenyewe wamenunuliwa na wazazi. Hamna. Tumesimama hivyo na huyu Mungu mpaka Mungu akaonekana. Haleluya. Hatuwezi kuacha. Sasa wewe usipotegemeza ni hasara yako. Kwa sababu ya kutokulijua neno la Mungu. Katika Mathayo sura 25 anasemaje? Nilikuwa mgonjwa, amkuja kunitazama.
Nilikuwa mgonjwa na kifungoni mkuja kunizia. Nilikuwa uchi amkunivika. Nilikuwa na njaa mkunilisha. Nilikuwa na kiu mkuninywesha. Bwana, lini tulipokuona? Akasema, yale ambayo mkuyafanya kwa wadogo zangu hawa amkunifanya kwangu. Ondokeni kwangu mkaingia kwenye moto wa milele aliokaa Ibilisi na malaika zake. Na ninyi mliokuwa na ukulia, njooni kwangu. Ninyi mliobarikiwa na Baba yangu, ingieni katika ufalme Baba yangu. Sasa nilikuwa na njaa mkanilisha, nilikuwa na kiu mkaninywesha, nilikuwa na uchi mkanivika. Lini tulipokuona? Akasema, si mpaka mnione mimi. Mlipoyaona wale niliowaweka wakilishi wangu, mliniona mimi. Yale mliyofanya kwa wale wakilishi wangu mliyafanya kwangu. Jina la Bwana libarikiwe. Haleluya. Sasa wewe kama hujategemeza, maana yake tena mchungaji, usigombane na watu. Hiyo sio kazi yako, usigombane nao. Kama hujategemeza ni shauri yao. Maana unamtegemeza nani? Kristo. Hakutegemezi mimi wala mchungaji, unamtegemeza nani? Yesu mwenyewe anazungumza. Ndio maana tunasema watu wanashindwa kusoma maandiko, wanakimbilia maji ya upako. Na bila kujua nini maana ya upako. Nafikiri mchungaji alishakufundisha. Upako unakaa kwenye chupa. Wakati maji ya chupa yenyewe imeweka expired date. Sasa upako unakaaje huko kwenye wafu? Anakaa kwenye machupa. Sasa kama ikiwa hivyo, sasa tumerudi tulikotoka. Kule kwetu jamaa amekuja wamesoma na magari ya udongo, ameweka usema hakiombea udongo ukipeleka kwenye shamba lako unapata mazao mengi. Yaani imekuwa ni shida. Sijasikia nani amepata mazao mengi zaidi ya vile alivyokuwa anapata. Lakini jamaa anakusanya hela nyingi. Udongo kachemba kule, udongo ni wa serikali, kaleta huku kauza mahela mengi. Huo ni wizi kama wizi mwingine, na ni ushirikina kama ushirikina mwingine. Lakini watu wanataka hivyo vitu vya ajabu ajabu. Vitu vya nakala. Taka hivi vigumu. Bwana Yesu asifiwe sana. Ni mkienda hospitalini mnapewa dawa za zile ambazo ni tamtamu, si ndio? Zile ambazo ni tamtamu. Ukila ile dawa ukiweka mdomoni inakuwa kama nani? Kama asali hivi. Dawa haitakayo kusaidia ni chungu. Wangapi unaelewa quinini? Quinini. Siku hizi ilienda hapo. Siku hizi watu waliepushwa wakaukana, unaweka kwenye madiripu. Lakini ulikuwa ukinywa mpaka kesho unasikia mdomoni. Lakini ilikuwa inatibu kweli, kama ni maumivu ya tumbo, siku hiyo yanakoma, lakini haikuja kutoka mdomoni. Siku 2 iko mdomoni. Masindano yale makali, Kristo peni makali. Yaani unachoma mpaka matako yamevimba. Lakini mtu anapona. Leo umeleta teknolojia nyingine unapitisha suyu kwenye mshipa na nini, sawa. Lakini hizo ndio dawa ambazo zilikuwa zinawasaidia watu. Lakini sijaona ya madawa. Kuna dawa fulani zilikuwa kama pipi hivi, wakiweka mdomoni inakuwa tamu. Sasa mtu alikuwa anaamua kuugua kabla, kama watoto ukiwa wadogo, mimi naumwa tu maneno sio kusudi apewe hizo pipi. Usione kama pipi. Yaani watu wanapenda vitu kama hivi. Bila rahisi hamna. Haleluya. Jamani, kwenda mbinguni sio kazi ya lele mama. Sio mambo ya mchicha tu, hapana. Lazima ni milima. Ndio maana nasema kupanda milima na maombi ya milimani yalikuwa na nguvu. Unajua maana yake nini? Kwa sababu kazi ya Mungu sio rahisi, sio mteremko. Napenda hiyo ikusaidie katika maisha yako. Unataka Mungu akubariki, mbariki kwanza Mungu. Panda kwa Mungu, alafu uone baraka za Mungu zinavyomiminika. Jina la Bwana libarikiwe. Haleluya. Haleluya. Wangapi wanapenda baraka za Mungu zije kwao? Tunazipenda baraka. Basi mbariki Mungu kwanza. Haleluya. Fanya kile unachokiweza, kile kinachowezekana. Fanya kwa ajili ya Bwana. Alafu uone Mungu anachokifanya katika maisha yako. Mimi nasema akifika hapa mambo hapa mimi yamenichosha, kama nilivyosema mara mchango, mara hiki akijaisha kinakuja hiki. Sasa hata kwenye familia yako utaikimbia. Nyinyi wenye familia. Wenye familia mpo? Wenye familia mpo? Kuna siku utoi. Kuna siku utoi kwenye familia yako. Jamani, mmekuwa wagole. Tamka, kuna siku utoi. Hata leo ukiona unatoa. Hujakaa sawa, nikwambia sui chumvi hamna, sui nini, dagaa nazo zimeisha. Shule ndio inaanza. Sasa mama, mwalimu amesema hizi daftari hamna. Nataka mpya. Haya. Sui kama kuna hawa wa media tena hao ndio kabisa usiseme. Anakuletea na fomu kabisa. Ukiangalia hapa kuna kama 300 hizi. Zinatakiwa ziende huko. Yaani mambo mengi unatoa, lakini hapo unatoa kwa moyo mweupe. Mambo ya mwili hayana upinzani. Unatoa kwa moyo mweupe. Lakini kwa Mungu, kwa sababu Mungu hatumuoni. Sasa ni kwa sababu hatumuoni katika mioyo yetu. Mungu alikija jamaa hapa, alikasema mimi ni Mungu. Nikisema mimi ni Mungu.
Ikisema ikijifanya ni Mungu, utakuta hapa watu kusema, jamani watu wote hapa ni kutoa. Watu watatoa, wengine mtafuta hata TV nyumbani. Si Mungu amesema? Na ndio maana wengine wanafika mahali anageuza mimi nasema mimi ni Mungu. Sasa wewe Somalili tumekuwa naye juzi tu hapa, sasa anasema mimi ni Mungu. Na watu wamekubali. Imani yoyote haiwezi kukataliwa na watu wote. Imani yoyote hata iwe mbovu watu wataikubali. Bwana Yesu asifiwe sana. Hebu tuende katika kitabu cha Luka sura 12 42 mpaka 47. Inasema Bwana akasema, ni nani basi aliye wakili mwaminifu mwenye busara, ambaye bwana wake atamweka juu ya mtumishi wake wote, awape watu posho kwa wakati wake? Eli mtumwa yule ambaye bwana wake ajapo atamkuta anafanya hivyo. Kweli nawaambia, atamweka juu ya vitu vyake vyote. Lakini mtumwa yule akisema moyoni mwake, bwana wangu anakawia kuja, akaanza kuwapiga wajoli wake wanaume kwa wanawake, akila na kunywa na kulewa, bwana wake mtumwa huyo atakuja siku asiyodhani na saa asiyoijua, atamkata vipande viwili na kumwekea fungu lake pamoja na wasioamini. Na mtumwa yule aliyejua mapenzi ya bwana wake asijiweke tayari wala kuyatenda mapenzi yake, atapigwa sana. Wewe uliyejua mapenzi ya bwana wako na usijiweke tayari kuyafanya, anasema utapigwa sana. Maana hii haitasubiri mpaka siku ile eti usiufe. Hata hapa unaweza ukashangaa mambo yako yanaharibika, mambo yako yaendi kwa sababu umemkorofisha Mungu. Jina la Bwana libarikiwe. Anasema haya ni maneno ya Yesu mwenyewe, kwamba ni nani yule mtumwa mwaminifu ambaye Bwana atampa vitu kwa ajili ya watu wake. Vitu gani alikuwa anaongelea? Vitu gani alikuwa anazungumza? Maana yake kuna vipawa, kuna karama, kuna huduma mbalimbali ambazo Mungu anaziachilia katikati yetu kwa ajili ya watu wengine. Ni nani yule mwaminifu? Kumbe wewe ambaye Mungu alitaka ufanye kitu kama hicho, tayari wewe ndio unaanza kurudi nyuma. Wewe ndio tayari unaanza kuamshwa. Wewe ndio tayari unaanza kukumbushwa. Sasa unakuwa ni mtumishi wa aina gani? Anasema ole wake mtumwa yule. Sasa Mungu hajakuita mahali hapa bure. Unanielewa ninachokizungumza? Unanielewa vizuri? Wewe uliyeko mahali hapa, Mungu hajakuita bure. Mungu hajakuita bure. Amekuita akiwa na sababu, akiwa na makusudi, akiwa na malengo ya kuweka vitu ndani yako. Ninyi wamama mliolewa, samahani kama upo, bahati mbaya ni samahani, lakini niseme hivi, unapoolewa wewe unalenga nini? Kupata familia na kuishi maisha mazuri. Hebu mpigeni makofi. Maana wengine hawasemi. Sasa kama hamsemi, au unasema kwa nini unatuuliza wakati unajua? Ndio najua, lakini lazima nikuulize. Yawezekana wewe hujui. Kwani wengine hawajui kwamba kwa nini wameolewa? Wengine wako wameolewa lakini hajui kama wameolewa. Kwani hawapo? Jana nilikuwa nakuja hivi, sisi tumefika sehemu gani? Nilikuwa naenda hivi, nilikuwa naenda Kisesa. Tulikuwa eneo fulani. Baba mmoja alikuwa amekaa akisema, "Hebu angalia yule mwanamke. Hivi huyu na amezaa au nini? Katoto, yani jua kali, kako uchi. Akanatembea kako kanakuja barabarani. Sasa hivi mtu huyu mwanamke ana akili huyu?" Nikasema labda hajajua kama amezaa. Unaona? Alafu naye akaja kama anaenda sokoni. Katoto kama wakashika mkono. Hapa akaanza kutembea nako kako hivi uchi kwa uchi. Sasa nikajiuliza, hivi inakuwa na kwanza ulikuta wanawake kama na katoto ka kike na ka kiume, ka kike hataki kakae uchi. Sasa kale kalikuwa ka kike, tena naye anatembea nako yuko hivi. Nikasema huyu hajui kama alizaa, hajui. Kuna wengine hawajui. Anaezaa anatupa, anajua kama anazaa au anakunya. Yaani fikira kama ameenda chooni anakunya tu basi. Unawezaje ukazaa ukatupa mtoto? Kwa hiyo mwanamke anapokwenda kuolewa, anajua ninaenda kujenga familia, naenda kuzaa ili tujenge familia, kutimiza neno la Mungu. Nendeni mnikote, nendeni mkazaeni, mkaongezeka, mkajaze nini? Nchi. Maana yake anakwenda kuolewa, lakini lengo ni kuzaa. Na asipozaa kitakuwa ni kilio. Anaanza. Kilio kinaanza. Ataanza kupambana. Kama ni mmoja ataanza kuomba, au wengine ndio wanaacha imani wanaingia kwenye imani zingine akifikiri labda atafanikiwa, kumbe hamna. Hajui kilichomfunga ni nini. Lakini wengine anasema hapana, najua Mungu atanisaidia. Najua Mungu atanisaidia. Haleluya. Na namshukuru Mungu, kuna wengi tumewaombea, Bwana amewafungua matumbo, leo wamezaa wana watoto. Na ushukuru Mungu katika hili. Na mengine shetani anasababisha. Anasababisha. Ilikuwa ni miezi kama miwili imepita. Nilikuwa hapa, nilikuwa au Mwanza, lakini nilikuja sikukaa sana.
Nikuja tu siku 2-3 nikawa nimeondoka. Sasa kuna mtoto wa kaka yangu ameolewa, anaishi Dar es Salaam, lakini anapata shida. Mama mkwe amtaki kumfanya visa, anataka kumaliza. Sasa kila akibeba mimba anapata shida sana, ujauzito unamletea shida. Sasa kama ametoka kule amerudi hapo kwa baba yake ambaye ni kaka yangu. Sasa Barakana niweza matatizo yake, na sema maumivu yanakuwa ni mengi tumboni na nini, yani nahangaika, napata shida, yani kila kibeba mimi napata shida. Lakini tatizo ni mama mkwe hapendi kabisa, hapendi. Na kila wakati mbeba mimi ataona amefika pale na nini, mambo yanakuwa mengi. Na mtoto wake anajua, lakini sasa utafanyaje? Ni mzazi. Nao ni watu ambao mambo ya ushirikina kwao ni kama kitu cha kawaida. Basi akamwambia ina shida, dawa ipo na dawa tunayo. Na siku hiyo basi nikamwombea. Bwana Yesu asifiwe sana. Nikamwekea mikono, nikamwombea. Sasa yale mapepo anasema, wewe unataka kufukua utanguzi, tunataka hii mimba tuiondoe, tunaitoa kwa sababu mama mkwe hamtaki na hataki azae. Aliyowazaa wanatosha na huyu mtoto azaliwi. Anaondoka, tunaondoa. Kamwambia ujue unaongea na nani? Kama unasema unaondoa, uwezi kuona wewe ndio unaondoka. Kwa hiyo tulipambana, mwisho wake mapepo yanasalimu amri, na mshukuru Mungu leo amemkumbatia mtoto wake. Ameshajifungua vizuri, akajifungua salama kabisa. Maana alisema tunataka aende kufanya operation, atapitia huko. Na maumivu aliyokuwa nayo yangelimpelekea kwenye operation. Lakini Mungu bariki aliyenileta pale. Kwa hiyo tukamsaidia, akafunguliwa, leo namkumbatia mtoto. Jina la Bwana libarikiwe. Hiyo ni mipango ya Ibilisi, ni mipango ya shetani. Sio kitu, kila kitu ni Mungu, eti ni Mungu amependa mapenzi ya Mungu, hapana. Sasa katika maandiko haya Biblia inasema wewe uliyejua mapenzi ya Bwana wako, usijiweka tayari, kuna mapigo yanakuja ambayo nisingelipenda yakukute. Hebu jitahidi, jitoe kwa Mungu akusaidie. Haleluya. Unachokijua fanya. Unajua kuimba, imba sana. Umeona hapa watu wanaimba, wengine anaimba kama yupo. Lakini likipigwa hapa, lakini nani wanaitwaje nani wale? Akina Diamond. Mwingine akiangalia huko na huko hawapo. Nakwambia atakatika hapa mpaka yani hapatoshi. Sasa unamwona kanisani. Hata juzi niona hao vijana wa form 5, form 6 wakati wamemaliza. Kulikuwa na binti moja kanisani inakaa kama ligonjwa. Ni kweli ilikuwa inateswa na magonjwa. Ni nene kweli. Kila kitu kinakaa tabu. Lakini kashangaa wakati wanamaliza, yeye ndiye alikuwa anaongoza lile vibe, yuko mbele kwa hapo. Nikashangaa jinsi binti anavyokatika. Mbona kanisani Simonaji anaimba? Kanisani hata anaimba yeye yupo tu. Lakini pale hata zile style siwezi kujaribu mimi, sasa sivielewi. Nikabaki na shangaa. Ndiye yeye au ni mwingine? Kumbe ndio yeye. Na wengine wako hapa. Yakipigwa huko, utaona hapa mambo yanabadilika. Yaani hapa nakuwa mtakatifu mpaka najisahau, hata anashindwa kumwimbia Mungu. Biblia inasema chochote unachokiweza fanya. Unaweza kuimba, unajua kuimba, imba. Unajua kucheza, cheza. Unajua kutoa, toa. Unajua kutegemeza. Wewe ni mtu wa kufanya, fanya. Usisubiri kuambiwa. Sio kuna utaratibu gani? Sio kuna mazamu. Ile mambo ya mazamu ni sawa na sheria. Sisi tuko nje ya sheria. Fanya hata kama wapanga watu, na wewe njoo ufanya, kwa sababu unafanya kwa ajili ya Bwana. Jina Bwana libarikiwe. Mimi nilipokuwa muamini kama wewe, mimi sikujua sio bali sio wamepanga hivyo, mimi sikuwa sivielewi. Na usikuwa ni kiongozi kanisani. Kwa nafanya vyote. Nikija kanisani kufagia, mimi nafagia tu. Nateka baraka. Bahati mbaya tulikuwa tunasalimu shuleni nyakati zile. Darasa unakuta limechafuka ya kutosha siku za katikati. Tunafika pale, tukuze mifagia, kuna mifagia mzuri ya kutosha, lakini unafagia, darasa unaliweka vizuri, nakimbia mabenchi yalikuwa yanakaa mbali kidogo kama kule barabarani kwa mchungaji alikokuwa anaishi, beba madawati, lete pale, watu unakaa. Unakimbia, tunakimbiza, sio mpaka kusubiri kuambiwa. Mimi sikuwahi kuambiwa. Mambo ya kuhimizwa mimi siyajui. Ninajua kujihimiza. Haleluya. Najua kufanya nini? Kujihimiza. Yaani mpaka leo nimekuwa mchungaji hivi. Mpaka na umri huu najua kujihimiza. Watoto wangu hao hapo waulize. Mimi Jumapili sijuaje hata kunywa chai. Naamka asubuhi, saa ingine nilala kanisani, nimerudi nyumbani kubadilisha nguo, tena naondoka. Chai kisha chale mimi hatupatani, nitakuja baadaye. Naondoka naenda kanisani. Na hakikisha kanisani hakuna anayefika akiwa wa kwanza, labda wale wanaolala kanisani. Mimi sijuaje kuchelewa. Sijui.
Hata yale makanisa mengine ya hudumia ya pembeni huko ni mbali kidogo, mchungaji anajua, mengine ameyaona yako mbali. Lakini nataka nikwambie, ninaelewa kwamba kanisa tunaanza muda fulani, nikitoka muda fulani nitakuwa nimefika na uondoka na wahi, sisubiri. Sasa mimi ni mizo na nani? Sasa mimi ndio mchungaji, ni mizo na nani? Alafu nikiamua kuchelewa hakuna atakaye nisumbua. Nani atakaye niambia kwamba umechelewa? Si mimi ndio mchungaji. Lakini mimi namheshimu Mungu wa mbingu, simwangalii mtu kama wewe, namwangalia Mungu aliyeniokoa. Akaniambia ukifika ndani ya wakati, na nimeshafundishwa kama ni mtumishi nifike ndani ya wakati. Nikichelewa robo saa kabla ya ibada niwe nimetulizana, najua naingia kwenye ibada. Sio naingia na majasho hapa nasema madhabahuni, hapana. Ninajua wajibu wangu. Siwezi kulazimishwa mimi, na najilazimisha. Nimeishaelewa. Wewe kwa nini usubiri kulazimishwa? Fanya kile unachokijua kwa moyo wako wote, kwa nguvu zako zote, ili uziteke baraka za Mungu. Haleluya. Yaani hata ukisimama kupiga magoti mwambie Bwana, kumbuka juzi nilifanya 1 2 3. Juzi nilienda kanisani nikafanya kwa nani yangu, lakini mimi nilifanyia, siangalii nani kawekwa. Nimekuta kila kitu kiko sawa. Nifanya 1 2 3. Ninajitoa kwa Mungu. Ninajua wajibu wangu mimi na Mungu. Lazima ujue wajibu wako na Mungu. Ili utakapoingia kwenye maombi, ni rahisi kumwambia Bwana nafanya nataka hiki, nataka hiki, nataka kile. Jina la Bwana libarikiwe. Kwamba mimi kwa sababu ni mchungaji basi mimi nitakaa kama boss. Hapana. Nikiamua kufanya kazi nafanya kazi, ili nikimdai Mungu, nikimwomba Mungu anisaidie kile ninachokitaka katika maisha yangu. Haleluya. Haleluya watu wa Mungu. Haleluya watu wa Mungu. Wewe unataka kuja kukaa unakuta na vitu vimesafishwa, unakuja kukaa kama boss. Sasa wewe nakupa pole. Maana wewe jiulize. Anasema eleza mambo yako uweze kupewa mambo yako. Wewe utaeleza nini mbele za Mungu? Kama umeshindwa kusafisha hata hicho kiti. So naona mko kwenye mdongo huu. Mngefanya hata mtaratibu wa maji, kama tuwe tunamwaga na maji angalau hata vumbi lisitemke. Wewe kama unaweza ukajitolea kwamba mimi nitafanya hivi. Ndio ngapi za maji zitanishinda? Tulikuwa nafanya 1 2 3. Mimi natoa mfano tu. Nilikuwa nafanya hivi. Yaani chochote kile mimi nitakifanya, mimi kama mimi. Kwa mtu ametangaza 1 2, mimi nitafanya kwa wakati wangu. Jengo kama hili mimi sitasubiri mtu aniambie. Naweza nikajitoa mimi kama mimi. Bwana mchanga ni wangu, natoa na niambie mimi. Hii sehemu haitanisha kutoka pale. Si mifuko miwili mpaka hapa. Mungu nikiwa nakuja kwenye maombi mimi nakamata, Bwana kumbuka sadaka yangu nilivyoitoa. Bwana nikumbuke. Bwana nisaidie. Sasa mtukaje kija kutangaza jamani tuchanga sio kusakafu hii nini? Mimi ya kwangu nilishamaliza. Nilishafanya. Haleluya. Sitasubiri kuambiwa kile unakiona. Macho ninayo mpaka nisubiri kuambiwa. Kwa nini? Kwa sababu ninajua kumtumikia Mungu. Kumtumikia Mungu si kulazimishwa. Ni wewe mwenyewe umeshafundishwa, umeshaelewa kujitoa kwa moyo na kwa hiari. Jina la Bwana libarikiwe. Sasa ingemuulize Mungu, usisahau kuuliza mtu, muulize Mungu, Bwana nifanye nini kwa ajili ya kazi yako? Hata ningeliuliza nani amuulize Mungu hapo? Muulize Mungu, Bwana nifanye nini kwa ajili ya kazi yako? Bwana umenibariki hivi, nifanye nini? Haleluya. Haleluya. Mnaosinzia Bwana Yesu asifiwe. Kumbe nilitaka wanaosinzia waitike. Bwana Yesu asifiwe sana. Hebu nisikilize. Naomba hata unayesinzia kama kuna jirani kanasinzia mtikise. Nikupe ushuhuda huu kidogo. Uone faida ya kufanya vile kama ulivyojua bila kusukumwa na mtu. Tulikuwa na mama yetu mchungaji. Miaka ile nimeokoka, bado ni muamini mshirika. Nimeokokea kule Dar es Salaam, nimekaa huko mpaka nimetoka kule kuja kutumika kule nyumbani. Sasa wakati kipindi kilikuwa cha shida. Ilikuwa mwaka 91. Kilikuwa kipindi cha shida. Taabu nyingi. Makanisa sio mengi. Hayo makanisa yetu yalikuwa machache. Watu wako wapi ambao watamtegemeza hata mchungaji? Mchungaji ana shida na ubiri huko na alikuja nyumbani hamna chochote. Hakuna wa kutoa, nani atoe? Hamna. Hata wale ambao ungelitoa hakikidhi. Mama mchungaji alikuwa anafundisha watoto wa chekechea, sio shule gani anajua yeye, sikumbuki. Mshahara wenyewe ni kidogo. Wewe mnakumbuka miaka 91 mshahara sio kwa shilingi ngapi? Kama walimu walikuwa wanapata shilingi ngapi, sasa hao walimu wa chekechea ilikuwa ni shilingi ngapi? Kabla ya kwenda kupata ule mshahara, kama siku 2 walikuwa wameshindia maji na kulalia maji. Wanaombea maji. Sijui kama umefikia hapo. Na leo tuna hali nzuri. Hatuwezi kukufuru mbele za Mungu.
Kama unashinda njaa ni wewe, lakini leo tuna hali nzuri. Kama unabaki nyumbani umelala tu, umeamka tu unalala tu, usije ukasema nashinda njaa. Leo unaweza kufanya chochote ukapata shilingi 2, mkono kaenda kinywani. Bwana Yesu asifiwe sana. Leo hatuwezi kukufuru, lakini wakati ule mtu anaombea maji, wananywa maji, watoto wanalalia maji, wanashindia maji, wamefundishwa imani. Siku ya kwanza imepita, ya pili sasa amepata mshahara, akaja na basha yake ameshikilia. Asifungue. Watu walipofundishwa nidhamu na walipofundishwa kumtanguliza Mungu, hakuifungua, akaja nayo. Hati nzuri nimeona basha ziko hapa. Akaja nayo, ameshikilia hivi, akaleta pale mezani, akaiweka, akapiga magoti, akaomba, akasema, Baba nakushukuru, umeniona. Mimi sauti yangu hii ni kubwa, maana kumbe siku 2 hajafunga, lakini hajala. Kama hajafunga na jala, ujue kwamba anakuwa katika hali gani. Hapo umenipa mshahara, naomba unisaidie, nikutolee kiasi gani? Nikutolee kiasi gani? Sauti inatoka. Chukua basha hiyo, usiifungue, mpelekee mtumishi wangu Zoya. Akasema, Baba nakushukuru kwa sababu umesema nami. Ajara ana ndani ana chochote, siku 2 hawajala, amepata mshahara wale, alafu anaambiwa achukue basha ampelekee mtu. Mchungaji mmoja alikuwa anaitwa Zoya, na Zoya yeye naye yuko kule, naye yuko hoi, yuko hali mbaya. Yule naye anaomboleza, anaona Mungu atatokea wapi. Huyu naye tayari Mungu anamwambia nenda. Sasa asifungue, maana ana hata nauli. Sasa anakuja umbali ni kutoka hapa na wapi sikumbuki. Kiangalia ule umbali pale mbele ya ile sehemu ya mabasi, nini inaitwaje ile? Nyegezi. Mbele yake sasa pale kwenye chuo, mbele kwenye chuo karibu na jeshi, atembee kwa mguu, akaipeleka. Kufika kwa Zoya, yuko hoi. Odi mtumishi wa Mungu, Bwana ameniambia nikuletee basi. Jina la Bwana libarikiwe, ubarikiwe mtumishi wa Mungu. Hapo unene mtamka wake, njoo. Naye kumbe naye amebandika maji jikoni, alafu wanywe maji hayo na wenyewe wafanye nini? Walale, washinde, maana ilikuwa ni mchana. Akaja, wakamtukuza Mungu, wakaimba, wakashangilia, kuchukua hiyo pesa ndio anaenda kununua kuemea ili waweze kusonga ugali, waweze kula. Yule mama anapiga makitemu tena kurudi wapi? Nyumbani, akiwa hoi. Sasa unasema hivi, huyu Mungu wa mateso wa nini? Lakini huyo ndiye Mungu tunayemwabudu. Haleluya, haleluya, huyo ndiye Mungu tunayemwabudu. Akarudi basi, wakamshukuru Mungu, basi umemwachia Mungu. Lakini nataka nikwambie, Mungu majibu yake. Ndio maana Biblia inasema hata Yusufu, kabla ya kuadi ile ahadi kwa Yusufu, ile ahadi ya Mungu ilimjaribu wa Yusufu. Kesho yake kabla hawajaamka, ilikuwa saa 12, kasikia oni, gari imefika pale inapiga oni. Kumbe yule mama, watu wanatoka Morogoro kule Ifakara, amekuja kaka yake na gari. Amefika pale, sema nimekuja mara moja, nimekuja ghafla, nimefika nikuone, kiingii ndani, mimi nakimbia, kuna mambo yamenileta. Nafikiri alikuwa mtumishi wa serikali bila shaka. Kafungua buti, wakatoa nusu gunia ya mchele, kaweka hapo, wakatoa nusu gunia ya unga, kaweka pale, wakatoa ndoo ya vitunguu, mafuta, zile dumu, sio nini, vitu vingi, mambo mengi. Akachukua pesa mara 2 ya zile, akamkabidhi yule mama, akasema, angalau na wewe Mungu akusaidie usonge mbele. Yeye akapanda gari, akaondoka. Bwana Yesu asifiwe sana. Unaona Mungu alivyo? Mungu alishaona hii pesa bado ndio haitamtosha, lakini Mungu akamwambia upande kwanza, kabla ya kukubariki, panda kwanza mbegu nayo wewe. Hiyo ndio kanuni ya Mungu. Unapanda kwanza, unakuja kuvuna baadaye. Ilibidi apande hii ndogo, tayari kesho yake akavuna vitu vya kula ambavyo vilimsukuma zaidi ya miezi 2. Kilio chake kilishia pale. Wakati watu wakula na kunywa. Inawezekana akakwambia toa, wakati ndio pesa iliyoko mfukoni. Unasema sasa nikitoa itakuwaje? Sitoi. Sitoi. Nataka nikwambie hivi, unajikaanga mwenyewe. Sikiliza sauti ya Mungu ndani yako. Acha masikio ya watu, maneno ya watu. Sikiliza sauti ya Mungu ndani yako inasema nini. Fanya vile Mungu anavyosema, alafu uone Mungu baraka zake zilivyo. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Hivi unalionaje hilo? Ni rahisi? Ni rahisi? Ni zito. Ila ukiwa mgumu,
utakuwa mchungaji. Kuna jambo lilinitokea. Miaka imepita, lakini nakumbuka ulikuwa mkutano wa Mzee Kulola, tuko pale Bukoba mjini. Sasa wakati ukafika kwamba tunataka kutoa sadaka. Wanasema tunatoa sadaka, mimi nikasikia sauti inaniambia toa shati. Kuna shati moja jipya nilikuwa nimepewa na ndugu mmoja amenipa, nilikuwa sijavaa. Nimekwenda nalo na mimi niweze kuvaa kule nionekane angalau, maana hali ilikuwa ni mbaya. Sasa nasikia sauti toa. Sasa nasema nitoe wakati tunamwambia toa hela. Toa. Nasema natoa hela. Nimesema toa. Sasa nitoa shati tena. Nimwambia nitoe hela. Toa. Sauti inakuja toa. Mwisho wake mpaka kile kikapu kikanifikia. Nikang'ang'ana nikatoa nini? Hela. Ile sauti ikakoma. Sauti ikakoma. Lakini kitu cha ajabu, tuliporudi kule tulikokuwa tulala, ni wachungaji tu. Shati sikuiona mpaka wa leo. Jamani, shati imeenda wapi? Labda kila mtu akafungua sanduku lake wakapewa. Hamna. Shati sikuliona. Sasa faida yake ilikuwa ni nini? Na Mungu anavyofanya, na inawezekana ile shati niliacha mule ndani, kwa sababu Mungu anaweza kupiga upofu. Hakuna mtu aliyeliona, hakuna mtu aliyeliona mpaka wa leo. Basi nikaliacha, lakini ibaki kuwa ushuhuda wangu kwamba kushindana na nafsi na roho ni kujiletea matatizo mwenyewe. Kwa hiyo zile baraka ambazo Mungu alikuwa ameniandalia kupitia ile shati sikuziona. Lakini tangia hapo nilikoma ubishi, nikasema sitaweza kurudia jambo kama hili tena. Niliishia hapo. Sitaweza kurudia tena. Kwa hiyo wana wa Mungu, kufanya kitu ambacho umekielewa itakusaidia katika maisha yako. Hebu nimalizie na kitabu cha Yakobo sura ya 4. Yakobo sura ya 4. Yakobo sura ya 4 mstari 17 nasema, basi yeye aduwaye kutenda mema wala yatende, kwake huyo ni dhambi. Mtu anayejua kutenda mema naye ayatendi, Biblia inasema kwake huyo ni nini? Ni dhambi. Sasa unaweza kuwa unatafuta dhambi. Dhambi ni nini? Dhambi ni ipi? Dhambi ni ipi? Dhambi ni nini? Maana kuna watu wengi hapa. Tunaona tuko wengi hivi. Inawezekana hapa hakuna mzinzi, labda hakuna mchawi hapa, na hakuna mlevi. Maana hizo ni dhambi zinaonekana kubwa kubwa. Yaani mko vizuri. Labda uwezo wa mafungu ya 10 au hawakosi hapa najua. Au watakuepo. Wote ni waaminifu katika mafungu ya 10. Uwezo hawakosi najua. Najua pesa ni tamu na tena najua faida na baraka zilizo katika fungu la 10. Nakwambia usitoe, una shida nyingi, wewe acha tu usitoe. Lakini wizi ni wizi. Tena mimi nasema hao ni wezi. Ni wezi. Lakini kwenye vitabu vingine vya Kiingereza inakasa zaidi. Inatoka kwenye wezi inaingia kwenye ujambazi. Maana kumuibia Mungu sio jambo la kawaida. Maana wewe unakuwa ni international. Bwana Yesu asifiwe sana. Nilikuwa nasema mchungaji, kuna wachawi ambao wasangine tunakuwa nao makanisani. Ni mchawi. Sasa yule usije ukafikiri mchawi wa kawaida. Yule ni komando. Kama unakemea tu au mnaimba tu mapepo yanalipuka, yeye yumo tu amebana, unafikiri mtu wa kawaida. Kama mnaweza kukemea hapo, mganga wa Kenya anasema hapana, ile kanisa linasumbua, yeye mnaye, unafikiri mtu wa kawaida. Huyu ni komando. Sasa kama ni kama mama tu anakaa ni komando, ni hatari. Huyo mtu usicheke naye. Hata tumwambia atabadilika, ondoa haraka. Wewe utakaa na komando, unaweza gani? Kama pepo linalipuka nasema tunaungua, komando yumo amebana, unafikiri ni mtu wa kawaida? Eti tuomba atabadilika, atakumaliza. Toa nje, atabadilikia huko. Kuna mikutano mingine. Ni hatari. Ni makomando. Wewe fikiria. Unafikiri mtu wa kawaida? Alafu unashangaa mtu anakuja mpaka madhabahuni, hana shida. Huyu moto usiomgusa. Hujaelewa? Ni hatari. Napo kusema mchawi ni nani hapa? Hawezi kukosa. Unajua yeye hawezi kukosa. Hawezi wakakosa kwenye makanisa kama haya, hawakosi. Unakuta mmoja wawili wamo. Lengo ni kudhoofisha kanisa. Unakuta mambo hayaendi. Mambo yanaendi yanayumba. Yumo tu. Ngeingia kwenye mambo na shanga wote usingizi. Unajiuliza ni nini? Wamo.
au ni makomando, lakini atakuwa mstari wa mbele katika mambo mengi zisizogundulike. Na wachungaji wangesema fulani mama msimseme yule mama mtoaji mzuri. Utoaji sio kigezo cha huyo mtu kwamba yuko rohoni. Hata kama ni mtoaji, sio ni mwombaji, hamna, sio kigezo. Au ni maadui kama maadui wengine. Tena ni hatari. Huyo mchungaji mmoja kule umemswata, tuomba hata nikasema sasa wewe hujaelewa. Kwa sababu mimi ningefika kwako mimi namwambia bwana, njoo tutoka nje na shida na wewe. Kwa sababu kuanzia leo tafuta kanisa jingine. Shida ni nini? Si mimi mchungaji nimesema tafuta kanisa jingine. Yatosha. Kwani kuna shida? Kwa jingo la kuwaponya na wengine. Au mkiwa nao mkasema tuombe watabariki. Wakati wewe unapokwenda kuomba na kugandamiza kwa juu. Unaomba wewe na ugali na viazi. Toka kwa jina Yesu. Ameshamaliza. Kwa hivyo inasema ajuaye kutenda mema na asiyatende kwake yeye ni nini? Ni dhambi. Kama unajua kutenda mambo mema, unasubiri kulazimishwa, unajua wewe ni mtenda dhambi kama watenda dhambi wengine. Biblia inatuambia. Kama unataka kujiepusha na hayo, basi uwe mchapakazi kwa Kristo. Haleluya. Yaani wakati wote uwe busy na Mungu. Uwe mchapakazi wa Kristo. Hata kama uchawi yuko kanisani, hata kugusa, hata jaribu, hata weza, hata jaribu, hata shindwa, mwisho wake ataondoka mwenyewe. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini kama na wewe umeumwa, tuone kwenye maombi haumo. Wewe unapiga miayo. Kuamka usiku kuomba unasema kabisa stari. Yaani wiki inapita, mwezi, hata kufunga masaa 12 ni mgogoro. Wewe ni chakula yake. Wewe ni chakula yake. Kumbuka mtu anaitwa mchawi yuko grade ya juu katika mambo ya kiroho, anajua kwa sababu zile roho zinamjulisha hao watu wako kiwango fulani. Fulani na fulani achana naye usimguse, wewe atakusumbua. Lakini fulani dili naye, fulani dili naye, unakuta hao mwisho wake mnaanza kuroga wote. Na unaota unapaa. Leo sisi nilikuwa nimeota napaa. Ulipaa kweli? Hivi vitu ambavyo watu wengi wanapenda pokea. Kama ukubali kubadilika au ukubali kujisalimisha, lakini utajisalimishaje wakati naye ni kibaraka? Naye yuko kazini. Mama mmoja mchawi, nina mshirika wangu ni komando, yule naye ni komando. Yake wana mchawi anamuendea, lazima uache uchawi. Akamwambia akasema uchawi ni kazi nyingine kama kazi na nyinyi mnazofanya. Kama ni mnahubiri na sisi tunaroga, kazi ni ile ile. Basi usifanyeje? Ila hawezi kusema kwa sababu kila siku mtamfukuza. Tena atalia. Ukimwambia watapeka mstake wa mchungaji, analialia na mchungaji atasema ni kweli wanakuonea kwa sababu tayari anaonekana na vigezo. Hamna. Vigezo haviko hivyo. Watu wa namna hiyo. Mimi nasema hivi, hata ungalikuwa ni kwangu mimi, wewe leta vyote leta. Lakini ukibainika unaondoka. Hivi sio vigezo hivi. Mimi sijaja hapo kwa ajili ya kula vitu vyako. Nimekuja nikusaidie muone nani? Mungu. Kutoa kwako ni amri ya Mungu na sheria ya Mungu, kwamba unapotoa vya mwili vya rohoni, mimi katoa vya rohoni, tunaunganisha nguvu, kazi ya Mungu inasonga wapi? Mbele. Haleluya. Maana yake unapotegemeza vya mwilini, chungaji anategemeza vya rohoni, kazi ya Mungu inasonga wapi? Mbele. Na usipotegemeza, bado hukumu iko juu yako, kwa sababu sio neno la mchungaji, ni neno la Mungu. Yesu mwenyewe alishasema lazima kutegemeza. Paulo anasema, je, ni jambo gumu tukivuna vitu vyenu vya mwilini? Maana yake mtatoa vya mwilini, sisi tunatoa vya rohoni, tunaunganisha nguvu, kazi ya Mungu inasonga mbele. Haleluya. Simama kwa miguu yako. Simama kwa miguu yako ili niombe mbele za Mungu. Taabudu kwa ufupi, lakini tunajua katikati yetu kuna watu ambao wanapenda kumtumikia Mungu, lakini kuna ugumu ndani mioyo yao. Mtu anatamani lakini nasikia kuna ugumu. Mbele yake ni kama kuna vikwazo. Anatamani ningelifanya 1 2 5 lakini nakuta na vikwazo. Wewe kama upo watu na mwabudu Mungu, utasogea mbele niombe na wewe ili Mungu aondoe vikwazo katika maisha yako. Umtumikie Mungu kwa uhuru. Ujisikie furaha na raha kumtumikia Mungu. Ujisikie furaha kumtumikia Mungu. Naomba waimbaji wimbo wa kuabudu tuimbe kwa ufupi, alafu baadaye niweze kuomba. Hebu inua mikono yako juu, funika macho yako. Ukiyatafakari haya uliyoyasikia, kwamba mbele za Mungu si kwa kulazimishwa. Fanya jambo kwa hiari ya moyo ili uzione baraka za Mungu. Na tunapoendelea kuabudu, ukigundua ndani ya moyo wako kuna maana, kuna ugumu, kuna maana
unashindwa, unatamani lakini unashindwa, njoo hapo mbele ili niombe na wewe. Tunapenda kuabudu Mungu. Niweza tazama, tazama, wewe ni Bwana Mungu wa wote wenye mwili. Je, kuna neno gumu lolote usiloliweza? Tazama, tazama, wewe ni Bwana Mungu wa wote wenye mwili. Je, kuna neno gumu lolote usiloliweza? Je, kuna usiloliweza? Bwana, hakuna gumu usiloliweza. Amen. Wewe uliyeko mbele, inua mikono yako juu. Hebu rudia maneno yako, sema e Bwana Yesu. Tamka kwa kinywa chako, sema e Bwana Yesu, wewe ni Mungu. Wewe ni Mungu. Nimelisikia neno lako. Nimelisikia neno lako. Nami niko mbele zako. Nami niko mbele zako. Hakika Mungu umeniona. Hakika Mungu Shida yangu umeiona. Shida yangu umeiona. Taabu yangu umeiona. Nakushukuru kama uko huko na bado unasikia uje moja kwa moja. Sasa Uje ufanye maombi. Naomba unifungue. Naomba unisaidie. Naomba unisaidie. Maana nahitaji nikutumikie. Maana nahitaji nikutumikie katika maisha yangu. Katika maisha yangu. Nisigeuke kurudi nyuma. Nisigeuke kurudi nyuma. Umelituma neno. Umelituma neno. Kwa wakati wake. Kwa wakati wake. Asante Yesu. Asante kwa kuniona. Kwa kuniona. Katika jina lenye nguvu. Katika jina lenye na mamlaka. Na mamlaka. La Yesu Kristo. La Yesu Kristo. Naomba hata wewe uliyeko nyuma sasa. Waendelea na wewe kuomba ninapoombea hawa waimbaji kwa nyimbo za taratibu sana. Utaratibu sana. Sasa unapokwenda kuombea, wewe ndio unajua kifungo gani kimekufunga ndani ya moyo wako. Ni wapi ambako tayari umegusa. Mimi nitaomba kwa imani, lakini kile nitakuhakikisha kile ambacho unanena mbele za Mungu na Mungu atafanya. Baba, katika jina la Yesu, naomba mchungaji tunaweza kuomba. Baba, katika jina la Yesu Kristo Mfalme, wewe ni Mungu tena, hakuna kama wewe Bwana. Hapo mleta binti huyu mbele zako Mfalme. Angalia moyo wake mahali alikofungwa. Bwana msaidie. Bwana fungua moyo wake katika jina la Yesu. Anatamani akutumikie lakini adui shetani apendi yeye mpingamizi. Lakini Bwana naomba ukamfungue, fungua nafsi yake na moyo wake. Ili fungua awe huru kutumikia kwa moyo wa hiari, kwa moyo wa kupenda kwa kila alichokijua katika jina la Yesu. Kila uchovu umwachie huyu. Naomba kwa Jehova. Baba, naomba ushindi huyu adui aliyemfunga. Pepo aliyemfunga nafsi yake. Pepo aliyefunga mwili wake katika jina la Yesu. Na kuapisha mwachie uliyefunga nafsi yake. Asifanye kazi ya Mungu, asimtumikie Mungu. Wewe pepo chini, toka ndani yake. Kwa jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Toka chini ya moto wa Yesu Mfalme. Katika jina la Yesu. Toka. Tuwetu. Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Ninamimina moto mara 7. Namimina moto kwa huyu. Kila ufalme toka kumwachie aweze kuabudu Mungu. Mwachie aweze kuabudu Mungu. Kila kifungo toka juu yake. Mipango shetani kapate kushindwa. Moyo wako ufunguka. Akutumikie kama mapenzi yako yalivyo. Ninamimina moto. Ninaamuru moto unaungua uliomshikilia. Haya, toka mwachie. Toka mwachie. Baba mshindie. Naingiza moto mara 7. Maana ametambua kwamba kuna mahali amefungwa. Nguvu ya Mungu kwa huru. Naomba Bwana. Nguvu ya Mungu iliyomtoa Lazaro kaburini. Nguvu ya Mungu iliyomtoa Lazaro kaburini ikamtoe kwenye hicho kifungo. Ikamtoe huyu 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 kwenye hicho kifungo.
kwa jina la Yesu. Ewe kifungo, ondwa kwa nguvu ya jina la Yesu. Pigwa kwa nguvu ya damu ya Yesu. Kila kilichofunga kiachie Bwana, namweka mikononi mwako Jehova, nichomba kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu. Ninamimina moto mara 7. Ninaamuru moto kuongezeka, naamuru moto kuongezeka kwa jina la Yesu, kwa nguvu ya jina la Yesu. Kila ngano livunjike. Fungua moyo wake Baba, katika vifungo vyote vya giza, kila mahali alikofungwa achiliwe kwa jina la Mungu aliye hai. Nguvu ya Mungu aliye hai kwa jina la Yesu na kwa damu ya Yesu. Ninamtangazia ukombozi, namtangazia ukombozi, natangaza ukombozi, natangaza ukombozi, natangaza kufunguliwa bali na hicho kifungo, bali na hilo agano kwa damu ya Yesu, damu ya Yesu, damu ya Yesu. Kila jini, kila pepo kwa nguvu ya jina la Yesu havina mamlaka juu yake, havina sehemu juu yake. Amimina moto mara 7 kwa nguvu ya damu, kwa nguvu ya damu ya Yesu Kristo, kwa nguvu ya agano la Yesu Kristo, kwa nguvu ya agano la Yesu Kristo. Kila uchawi, kila mamlaka imwachie kwa damu ya Yesu. Vifungo toka, hauna sehemu. Vunjika, achia maisha yake, achia huyu, achia huyu, awe mwachie aweze kumtumikia Mungu. Mwachie ili aweze kumtumikia Mungu. Mwachie ili amtumikie Mungu, asiweze kuwatumikia nyie tena. Kuanzia sasa asiwatumikie nyie, asikae na nyie tena. Kwa jina la Yesu namtenga na nyie, kwa jina la Yesu namchomoa, 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 namchomoa kwa nguvu ya jina la Yesu. Katika jina la Yesu ninatangaza uwezo wa Bwana, natangaza uwezo wa Bwana ni ukombozi. Namtenga na kila agano aliyofanyiwa ya Yesu, damu ya Yesu kumkomboa na kumtenga na kila agano katika jina la Yesu. Ukombozi wa damu ya Yesu, katika damu ya Yesu. Asante Yesu, asante Yesu.